nahitaji mtoto wangu. Wewe mtoto wako ndawe mimi? Mtoto wako nimemfunga kamba? We bibi, usijitoe akili. Mtoto wangu amepotea na ninajua uko naye ndani. Nahitaji mtoto wangu. Wewe mtoto, we kijana we. Kijana wewe, nakwambia mara ya pili usipende kunizoea. Mwanao yuko ndani huko. Mimi nimemfunga kamba huko ndani. Unahakika kama yuko ndani huko nikufungulie mlango uangalie? Unatoka nyumbani kwako huko unakuja kunitosi mimi hapa kama na mtoto wako? Wewe kijana, uwe na adabu na heshima, kuheshimu wazee kama mimi. Bibi, mimi siwezi kuongea sana. Nahitaji mtoto wangu. La sivyo, ama zangu ama zako. Usinitishe. Na wala sikuogopi chochote. Huyu mtoto yuko ndani mwangu. Tena ukome nakwambia. Na uondoke nyumbani kwangu. Sinibabaishe mimi. Sitoki. Mtoto wangu lazima patikane. Unijui? Kumbe unijui? Unanisikiaga tu. Unanionaga hapa mitaani. Usinibabaishe. Kumbe unijui? Mimi ndio Bikweka. Mimi ni mti mkavu, sichimbwi dawa. Umenielewa? Nenda kijana, usinibabaishe. Na usije nyumbani kwangu tena hapa. Twako na zagazaga kama kukua mtaani afu na wangu. Mmemweka huko ndani huko. Mtoto wako anauliza, baba mbona hutupendi? Mtoto wako anauliza, baba mbona hutujali? Mtoto wako anauliza, baba mbona hutupendi? Usilie. Sawa, umeshafika serikalini, sehemu salama. Kwa hiyo niambie shida yako. Tatizo ni nini mpaka unalia? Mjumbe, mtoto wangu Amanda amepotea. Amanda amepotea? Amepotea vipi? Yaani katika mazingira yapi mpaka Amanda amepotea? Amepotea, alikuwa anatoka shule. Mjumbe, ameenda shule tangia asubuhi. Sijamuona mpaka sasa hivi, nimerudi mpaka shule kumtafuta yule mwanasema wanafunzi wote wameondoka. Sasa mtoto wangu atakuwa ameenda wapi mjumbe? Naomba unisaidie basi kumpata. Yaani inawezekana kuna vitu viwili mama Amanda. Inawezekana mtoto kabaki kwenye masomo ya jioni, wanaita remedial class. Sawa. Labda mtoto katoka baka na kama rafiki zake. Kwa hiyo umejaribu kupeleleza vyote hivyo na umepata majibu kwa kweli amepotea? Mtoto wangu mimi ana rafiki mjumbe. Mtoto wangu ana rafiki yoyote mimi namjua. Alafu huwezi kwenda sehemu bila kuniambia tu. Itakuwa kapotea. Mjumbe, nisaidie basi, nampataje mtoto wangu mimi? Mjumbe, unaijua hii mitaa, basi nisaidie, ndio maana nimekuja kwako. Naomba unisaidie mjumbe mwanangu. Nyamaza basi, nyamaza kwanza kulia. Sawa? Alafu unajua hili swala limekuja, nimelishangaa sana kwa sababu katika hili eneo, sawa, toka mimi niingie kwenye madaraka yangu haja hata siku moja kutokea tatizo kama hilo. Sasa nashangaa leo kuniambia kuwa mtoto mdogo kama yule amepotea. Na hisi kuna kitu kiko sawa hapa, ila kwa sababu nishafika kwenye mikono yangu na mikono ya serikali, mimi nikutoa hofu. Nipe muda mchache tu, nadhani mtoto wako utampata na kila kitu kitakuwa sawa mama Amanda. Umenielewa? Sio nikupe muda, twende wote basi tukamtafute. Awe sikurudi, nimemtafuta sana mwanangu mjumbe, muda unaenda, naomba siku isiishe sijampata mwanangu. Nakuomba nisaidie. Umesikia mama Amanda? Hilo swali lishafika kwenye mikono ya serikali. Umenielewa? Na mimi nipo nawakilisha serikali. Kwa hiyo usijali. Kila kitu kitakuwa sawa. Wewe niachie mimi na kuhakikishia kwa uzoefu wangu na kwa utaalamu wangu. Si umenielewa? Kila kitu kitakuwa sawa, mwanao utampata. Najua una uchungu na kumbuka vitu vingi, mtoto wako unampenda, lakini nikutoa hofu mamangu. Kuwa na amani, mtoto wako utampata. Sawa? Kwa hiyo wewe nenda tu nyumbani, sawa? Mimi nitalimaliza hili swala, mwana utampata. Umeelewa mama Amanda?
Baba, Baba, kweli wanaume tumeumbiwa changamoto, vichwa vyetu vinabeba mambo mazito, maisha ni kama barua haisome kwa inji, maana sometime unaweza kutulaumu usiwa baba. Maisha yetu si akina baba, yana changamoto, musitusome kwa muonekano, mtajida Amanda. Niache. Bana, sitaki kushikana. Sasa zinataka niulizie taarifa za Amanda. Taarifa gani unataka? So umesema kwamba unaenda kwa mjumbe. Mimi nisikilize, mbona kuna hasira hivyo? Sema unachotaka kuongea, mimi sitaki kuongea na wewe kabisa. Yaani sitaki. Mbona sasa unakuwa mkali kupitiliza Mama Amanda? Ungenisikiliza basi, usinitazame basi hivyo. Twizi nini lakini unataka nikutazame? Unataka nikutazame hivi au vipi yani? Usitaki tukorofishane barabarani hapa. Ongea ulichokuwa unataka kukisema, mimi niondoke. Nimechoka. Unajua Mama Amanda kipindi hiki Amanda hayupo. Tunataka tushikamane kama wazazi, Usiwe mkali, tuweke tofauti zetu pembeni. Alafu tushirikiane kumtafuta Amanda. Tushirikiane? Ushikamane na nani Twizi? Kashikamane na yule mshangazi wako, yule mama yule. Sio ushirikiane na mimi. Sema unataka kuongea niondoke. Mbona unakuwa hivyo? Twizi ongea, nimechoka. Jua ni kali, lote linanimwagikia kwenye utosi hapa. Basi. Mjumbe anasemaje kuhusu Amanda? Mjumbe mwenyewe anachokiongea mimi sikielewi. Na labda tu nikupe taarifa tu hizi. Nikimpata mtoto wangu naondoka naye pale. Naondoka nikuache na hiyo mishangazi yako uendelee kujivinjani nao vizuri. Mimi sina kubana bana mimi. Si ndiye? Naondoka tu hizi, nitaondoka na mtoto wangu, nitajua mimi mwenyewe pa kuelekea. Tujipe kwanza muda tushirikie swala la mtoto, alafu hivyo vitu vingine tutaongea. Basi tuongozane wote. Sisubutu kufanya hivyo mimi. Niongozane na wewe. Kaongozane na mshangazi wako. Wewe si unapenda wanawake weupe wenye mili mikubwa wenye makalio? Nenda ukapambane naye huko. Wewe. Mama Amanda. Kweli wanaume tumeumbiwa changamoto. Jamani, kusema kweli, upesi wa Mungu. Tunatafuta mtu hata haina mafanikio yoyote. Tumeshunguluka huko kote, tunatafuta mtoto hata haipatikani. Kule si wenyewe tuna sehemu ya kuingizia hela. Hela inaingiaje? Na kuna watu kule wanakuja kule na watukuti. Alafu simu asiiti, toka muda wote tunatafuta simu asiiti. Tunasunguluka kusungulukia hiyo nani mtoto wenyewe hata kuiona ioni. Welemi. Uona mwelewa? Mimi simuelewi. Masai. Hapa kila mtu amechoka. Muhimu tumtafute mtoto apatikane tu. Nini ambacho unakiongea wewe? Hebu shika hii picha. Wewe unajua unachokiongea? Wewe mtoto angekuwa kwako mtoto angekuwa kwako ungesema hivyo? Madalaka sipendi. Nimekueleza madalaka. Hebu tulia. Ngombane. Mtoto angekuwa kwako wewe hata kama mtoto. Nani? Wewe vipi wewe? Wewe unajua damu wewe? Unawaza hela tu. Sikiliza, huyu ana utu huyu. Ni sawa lakini. Huyu ana utu, wewe Remi. Unamuelewa? Huyu ana utu. Kijiweni anaondoka. Kijiweni anaondoka. Si kwa unanipiga mimi? Hebu leta picha. Wewe pale kijiweni unaondoka. Na nishakwambia siondoki. Wewe una utu. Hata kama sio utu. Wewe tunasunguluka muda wote hapa. Hebu twende. Wewe mdomo unakuponza. Sio kumposa mdomo. Hapa mambo ya kutumia mtu unatumia akili, tumia akili. Sisi tunaishi kwa sababu ya hela. Unatusungusa, alafu unatetea. Wewe utakuwa umepewa hela. Utakuwa umepewa hela, umekula hela. Wewe unanipiga mie.
Na ndio maana natubulukisa, unatusungusha bila mafanikio. Unanipiga mie? Unanijua niko tokea? Mimi nikianzisha tifu sangu wewe uwezi kunisuia. Sema natusa heshima yako tu. Wewe ndo nipokea kwenye kinani hapa. Unanipiga mie? Na makosa gani? Mimi kuelezea ukweli wetu. Hapa nani acha kukuelezea ukweli? Sasa mimi nitakaa na nani hapa? Unafikiri nani hapa sintapotea? Welemi. Njenje. Tuamalize bana, kama vipi tuishi kama zamani. Bikwega, naomba unisikize kwa makini. Amanda amepotea. Na mama yake amekuja nyumbani kwangu. Na sio tu amekuja nyumbani kwangu akiwa analia. Mtoto wake amepotea. Mimi nimetumia tu nafasi yangu kuongea naye na kumbembeleza, lakini najua kabisa zaidi shairi mtoto unaye wewe. Hivyo basi, ujio wangu hapa mimi, mtoe Amanda arudi kwa wazazi wake. Hii ni kesi. Tunanichafua Bikwega, mbona unakuwa hivi? Mimi katika uongozi wangu hajawahi kutokea mambo kama haya Bikwega. Naomba sana mrudishe Amanda. Hii ni aibu kwa serikali. Bikwega, mbona unakuwa hivi? Mambo gani unafanya ndugu yangu? Hebu mrudishe mtoto wa watu. Mjumbe, naomba nikuulize swali. Mimi na wewe nafikiri unanifahamu muda mrefu. Unanijua vizuri sana. Mimi Amanda nimpeleke wapi? Nimchukue wa nini kwanza kitoto kidogo kama kile hata kwenye mganja akijai? Nimtengeneze kitu gani? Nimpike supu au nimkaange nyama? Hata hiyo nyama yenyewe inakuwa haina ladha. Kwanza kinyama chake kinateleza. Labda kula mle ndani sana, labda maini. Lakini sio supu ya Amanda. Nimchukua nini? Mjumbe, mimi Amanda sijamchukua na hayumo ndani kwangu. Sikiza nikwambie Bikwega. Hili swala ni la kiserikali. Paka yule mama anakuja pale, ni swala liko serious. Acha masiala na utani Bikwega. Na imani kabisa Amanda umemchukua wewe. Hivyo basi nachokuomba, mrudishe mtoto watu. Kwa sababu hii sasa ishakuwa tatizo. Mama yake amekuja analia kama nilivyokuambia. Alafu mambo kama haya, mimi nitaonekana mzembe hapa mtaani. Ni sifa unajengea sifa gani mimi? Yaani leo mimi nje kuchafuliwa kwenye vitu vidogo. Nimekaa miaka mingapi hapa katika nafasi yangu? Na mimi nina mpango au serikali ina mpango kupandisha ranki ya juu. Sasa nisiende juu kwa sababu ya ujinga ambao unafanyika na wewe. Hebu fanya haraka Amanda arudi kwa wazazi wake. Si umenielewa? Hiyo umemla nyama hujamla nyama. Na mhitaji Amanda. Nimemaliza. Mimi sina haja ya kubishana na wewe mjumbe. Ninakuruhusu, ingia ndani, mlango uko wazi. Angalia mpaka uvunguni. Kama utamkuta Amanda. Ingia, mimi niingie humo ndani. Wewe nafahamu vizuri siwezi kuingia humo ndani. Niingie kukutana vitu vyako humo ndani. Uvoviweka humo ndani, sifanye ujinga. Nachokwambia hivi, namhitaji Amanda. Mtoe aende kwa wazazi wake, ila ndani siingii. Labda sio mimi michosho under 14. Mimi siwezi kuingia ndani. Kilichonileta hapa na kuomba, tena na kuomba sana. Na kuomba sana Bikwega. Hilo swali fanyie kazi. Mrudishe binti wa watu. Sina la ziada mimi. Mimi naenda zangu. Nishakwambia mimi hayupo. Mimi sijamchukua. Mbona niarai mjumbe? Unataka tuvunjane kwa kitu kidogo tu, tunaheshimiana. Miaka yote tumeishi mimi na wewe. Na unanijua kindaki. Vipi? Amanda. Mana sometime unaweza kutulaumu usiwa baba. Maisha yetu si akina baba, yana changamoto. Musitusome kwa muone. Shemeji na Twiz, hebu naomba kwa sasa tuache hizi tofauti tulizo nazo. Hebu tuangalie jambo moja tu. Tufocus katika issue ya kupotea kwa Amanda. Hili jambo liko serious sana unajua. Mtoto yule mpaka sasa hatujui yuko wapi. Na nyinyi mkiendelea kuwa hivi sasa itakuwaje? Wewe ni mama, wewe ni baba wa Amanda. Sisi wengine ni marafiki na ni watu wa karibu. Tunahitaji ushirikiano wenu ili na sisi tuwe na nguvu. Mpaka sasa mmefikia wapi? Mimi nadhani ili swala kwa watu ambao limeweza kufikia tushirikishe polisi. Haina haja kushirikisha polisi shemeji. Maana mimi nishazungumza na mjumbe.
labda tungempa masaa kadhaa, alafu baada ya hapo ndio tujue nini cha kufanya kama mtoto akiwa bado hajapatikana. Mimi na jambo moja hapa. Kwenye hili jambo hakuna kumwamini mtu mwingine yoyote. Tumekwenda kwa mjumbe, tutakwenda polisi, lakini mkumbuke nyinyi ndio wazazi wa Amanda. Hayupo mtu atakayekuwa na uchungu kuliko nyinyi. Hapa tunatakiwa tufanye, tusimwachie mjumbe peke yake. Na sisi ni kuinua miguu yetu mtaa kwa mtaa kumtafuta Amanda. Hakuna kubaki nyumbani. Shemeji, mimi ningeomba tumpe muda mjumbe kwa sababu ile swali nishalifikisha kwake. Isitoshe sisi ni wageni hapa, lakini mitaa yote huwezi kuijua kama anavyojua mjumbe. Tumpe masaa 4 labda, kama mtoto akiwa bado hajarudi ndio sisi tuendelee kumtafuta mtoto. Lakini kwa sasa hivi tungesubiri kwanza. Wazo lake sio baya. Ni sawa. Lakini kesi za watoto kufanywa vitendo vya kikatili ni nyingi sana. Inanitisha hii hali. Lakini acha tufuate ushauri wa shemeji. Lakini kama nilivyosema, acha nini na haya mambo bwana, Mwe sawa. Hili jambo linawategemea sana nyinyi. Mimi kaka sina shida. Changamoto. Huyu nini? Tena usitaki tugombane mbele ya shemeji. Sitaki. Basi shemeji ameisha, Basi bwana. Ujanja wote leo umekwisha. Umeingia kwenye 18 zangu. Leo unakukata vipande vidogo vidogo. Ninakukaanga na kutafuna nyama. Alafu kwanza nataka nile vimaini, vifirigisi, vibandama vyote vya tumboni. Wewe uko unajifanya mjanja. Sasa ujanja wako uko wapi? Mtoto mdogo. Hata mkononi ujai. Unaanza kuniapisha. Unaniambia maneno makali. Sasa leo ujanja wako tumekwisha. Leo unakutafuna nyama. Mama! Maisha yangu! Na usichokijua sawa na usiku wa kiza. Unayecheka naye ndio adui yako. Wanakuchekea usoni, moyoni mwao kubaya. Kuna wakati tu wanaoamini ndio ambao wanatupiga chini, siri zao mioyoni ni mbaya. Wengine ni ndani ya familia zetu, lakini ndio maadui zetu. Wanatamani tufe, wachukue mali zetu. Baya ndio tuwezi kuwafahamu kwa macho yetu. Baya toki mbali, ndio unekula naye, ndio unecheka naye, siri unashare